Mmoja wa washikaji wako Baba Levo kwenye interview alisema kwamba anajua hali yako ya chini na pengine angetamani ungekuwa afisa habari. Pengine kama mtu ambaye uko vizuri kwenye industry lakini pia unafanya vizuri, unalipi la kuongea kuhusiana na kauli ya mshikaji? Mimi kwanza nikwambie mbunge bado hana makazi maalum ya kukaa. Mbunge hana makazi maalum ya kukaa. Kwa maana gani? Huwezi kuniambia mimi nina kipato cha hovu wakati mimi naishi kwangu. Mimi najua sasa hivi hela anazokula, anakula hela za jimbo. Ngoja ukiwa mbunge kuna hela ya jimbo inatoka kila mwezi. Najua anaifanya nini ile jimbo. Mimi ndo namfanyia connection ya watu kama Azania, Silent Ocean, wapi. Na hivi karibuni wiki ijayo tulikuwa tunapeleka mifuko ya simenti 10 kwa wananchi wa Kigoma kutoka Dangote. Ila kwa alichokifanya nimesitisha. Nitamtafuta Mwanafei aniangalie kama kuna watu Kigoma na nini Muheza wanajenga nipeleke kule. Mimi ndo nampa connections za watu. Kwa ina maana kauli yake ukufurahisha nayo. Wewe mimi naishi kwangu, unaishi kwenye nyumba ya kupanga, unasema mimi hali yangu ngumu. Mimi sio hali yangu ngumu. Mimi hali yangu nzuri. Kwani kuna ubaya kwa alivyozungumza labda nataka hakikisha wanakuwa na maisha mazuri kama mimi ninayo maisha mazuri. Yeye ndo nampambania japo apata hata kibanda. Mambo yake yaende. Ndio. Nimeona umeposti nyumba by the way Mwijaku na umesema kwa mwaka mashindano yatakuwa ni nyumba tu. Tumetoka kushindana na magari. Sasa hivi magari wanashindana na watoto wa kike, umeona? Watoto wa kike ndio wanashindania magari. Wanaume hawezi kushindana na magari sasa hivi. Wanaume tunashindana na uwekezaji mkubwa. Sasa hivi mbona wanawake wanatamba, huyu kashika nimeona Nifa anapambana kule anaonyesha nina range, nimemnunulia mdogo wangu gari. Ule ni ushindani wa watoto wa kike. Sasa sisi wanaume tunashindana kwenye uwekezaji mkubwa. Unaweka uwekezaji wa majumba, uwekezaji ambao magorofa ambao unaleta tija baadaye. Thamani inapanda. Kwa hiyo tuna focus huko kwenye vitu ambavyo thamani inapanda. Tumeamkia trending ambazo zinahusisha mmoja mtu muongo. Kila siku anacho yeye. Kila siku anacho nani wasojua kujenga. Hata muonze mtu msimuogope mtu bwana. Jamani mnaongea mnasema mimi msomi kama mnataka kuongea na mtu ambaye hovyo nani kamsikize. Lazima awe na wivu. Mtu anajenga anajiweka kidonge. Lazima nijenge. Yeye kila siku mimi nimeondoka kwenye nani kajenga? Wewe hujajenga na habari. Acha kuna kujenga na kufanya uwekezaji. Mimi sijengi, naweka uwekezaji ni magorofa. Wapi umpiga kelele magorofa makubwa uwekezaji. Na uwezo wako mwenyewe pia Mwijaku. Mimi sisi wote nakwambiaga nataka mwishoni tunakuja kushindana, wanasema finali ile ni uwekezaji kutokana na makampuni. Mimi nipo chini ya kampuni kubwa Silent Ocean. Unajua Silent Ocean ndio namba 1 wanaosafirisha nchini. Umejenga wewe wanakuza kwa hela zako. Kwa pesa ninaolipwa na Silent Ocean ni hela nyingi sana. Kwa ni sehemu pekee ya kurudisha kwenye uwekezaji wangu ni kujenga magorofa. Na mimi sijengi nyumba kama za Mburati. Hapana, mimi najenga magorofa. Uwekezaji wake ni pesa yake ya mfukoni. Tumemkia trending ambayo inamhusu. Huyu msanii anaitwa nani jina lake? Huyu nani? Wewe Shafi, wewe ndio uko nyuma ya huyo. Instagram yake kwamba Shafi acha kuniangusha. Ngoja nikwambie ile interview ambayo Maimartha ameposti ni ya miaka 3 wakati Harmonize hajajipata, miaka 4 hajajipata. Niwahakikishie sio nyumba ambao anakaa sasa hivi, ambayo imefanyia marekebisho, innovation nzuri. Nyinyi mnazungumza kitu cha miaka 3-4 nyuma ambacho yule mzee alikuwa anataka kutrend kupitia upepo kumzungumzia Harmonize. Lini Harmonize ukutane naye kwenye ndege wewe? Kwa ukubwa Harmonize unaweza kukutana naye kwenye ndege. Kwanza anakaa business. Na unajua utaratibu wa kwenye ndege. Yule mzee ndio nimeona ni muongo. Utaratibu wa kwenye ndege wanaanza watu wa business. Ndio mnafuata watu wa economy. Unakutana naye saa ngapi? Hata kushuka unaanza kushuka watu wa business. Ndio mnafuata watu wa economy. Yeye kaonana naye saa ngapi? Ache uongo bwana. Mzee kama anataka upepo, anataka kutambaa, anataka kuondoka na upepo, basi kauchota upepo, katrendi, mmemjua sio Masai sio na basi. Na uzuri wa Harmonize anapenda kutoa kiki. Mzee kaona hali yake ngumu ampeleke mjini, kamwachie apeleke mjini. Lakini mimi ninakuhakikishia hakuna anayemdai Harmonize ajitokeze. Aliokuwa na mdai Harmonize ni Sara pekee, ambapo Harmonize alimwambia siwezi kulipana na wewe kiolela olela. Tulipane, yes mwanamke, tulipane kisheria. Unataka bei gani? Mwanzo Sara alisema nataka euro 600,000. Harmonize akamwambia tukubaliane kwa maandishi. Tukishakubaliana uniache mimi na maisha yangu na uendelee na maisha yako. Harmonize akatoa kwanza akatoa dola 300,000, akaja kamaliza dola 300,000 na ana barua ya kisheria kamaliza dola 600,000 kamlipa
Sara ambaye ndio mtu aliyokuwa anamdai. Sasa mtu kama nisikilize, kuna watu wanataka kujua, ngoja nimalize. Sara anasema aliwekeza wakati Harmonize anatoka uchafuni. Sawa, nafuata maneno yake. Sara anasema aliwekeza baada ya Harmonize kutoka uchafuni. Wanasema kati ya faini ambazo zilikuwa takiwa kulipwa ili awe free ni yeye amechangia kiasi kikubwa. Sawa, huwezi kukataa, ambaye mtu ulishakuwa mke wako, huwezi kukataa sheria ya dini na sheria za mila za Kitanzania. Mtu ukishamuoa, mnapoachana lazima mgawane mali. Kwa hiyo Sara alikataka katika mali ambayo uwekezaji alikuwa amefanya, akasema mimi nipe euro 600,000. Harmonize akampa first phase euro 300,000, akaja akamaliza second phase euro 300,000. Ile ya pili akamwambia lazima tupate barua ya kisheria, na Harmonize barua anayo na nitamwomba anipe ni posti. Huyo ndo alikuwa anamdai Harmonize. Hao wengine takataka hivi. Harmonize yeye ashindwa kulipa milioni 60. Kwa akili yenu ya kawaida Harmonize ashindwa kulipa milioni 60. Milioni 60 Harmonize ashindwa. Kwa hiyo unajua digital platform Harmonize anaingiza bei gani? Anaingiza shilingi ngapi? Anaingiza zaidi ya milioni 80 kwa mwezi. Ukichanganya Apple Music, YouTube, audio, zaidi ya milioni 80 anaingiza. Ndio maana sio ka confirm, kampeleka mjini. Mzee si unataka kwenda mjini? Haya, unanidai. Sasa kama leo Harmonize aseme, "Sawa Mwijaku unanidai milioni 100." Anasema Mwijaku unanidai milioni 100. Anaandika, "Sawa Mwijaku unanidai milioni 100." Wewe kwa akili ya kawaida, hivi mimi niseme unanidai, alafu milioni 60 uiache tu, yule mzee ana hela gani? Ana pressure, ana kisukari. Alitoka kupata stroke sasa hivi, ataacha milioni 60. Mwijaku ana nyumba kuwa na nyumba sio tatizo. Stress anazokuwa nazo, nyumba za madeni. Wewe nyumba umejenga zote una madeni. Ndio. Una madeni, unadaiwa benki huko. Utakuwa unahakikani kwamba ana madeni? Ana madeni. Wewe unafahamu mchezo nini? Tunaojenga nyumba bila madeni tupo hapo wanatuona. Ambacho pia kimenishangaza kwenye ule mkeka wa Harmonize na kusema kwamba kwenye hichi kipindi chote hakuwa anaingiza faida yoyote. Sasa wewe kwa akili yako Harmonize alikuwa aingizi faida. Ana manyimbo yanacheza yana trend YouTube, iTunes huko. Wapi? Katika Apple Music nyimbo zinaongoza. Kafanya show ngapi hapa Harmonize? Acha tu za chama. Acha tu za kampeni. Hapa katikati kafanya show ngapi? Tumeona juzi South Africa ameperform kwenye arena kwenye mashindano ya basketball. Unafikiri kalipwa shilingi ngapi? Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima mjue. Harmonize sasa hivi amekuja na akili moja. Usiruhusu adui yako akujue. Kwa sababu adui yako akikujua itakuwa rahisi kukumaliza. Mimi ninakuhakikishia Harmonize akaamua kuprint bank statement, wote mtafunga kinywa hapa. Na akiamua kuonyesha uwekezaji anaofanya. Si mliona Insta story tu ile jumba? Kuna apartment 120 Mbweni. 120 Mbweni. Sasa hivi safari yake nyingi zipo Mbweni. Mjiulize kwa nini Jim kahamia Mbweni? Na kuna ukweli kwenye ile nyumba yake ya South Africa. Sasa na nimemwambia vitu vingine tuachie sisi tuzungumze, upasi kuzungumza. Unanunua nyumba karibu na bichi. Kwa South Africa. Mwambino kapambana kachukua nyumba sawa na Mburati. Acheni masiara. Kuna jambo limetokea pia mitandao ya kijamii jana. Of course Shafi yuko hapa naye ni muhenga wa hilo swala. Wamemposti mtangazaji ambaye kuna kipindi ushie kusema asiende Wasafi, Msafi kwa kule akienda mabaki kwa mabaya. Wamemposti picha AI ambayo inaonyesha muonekano wa kike. Uko naye Shafi hapa. Unahisi kitu kizuri? Mtoto mdogo. Unaona unataja watoto wadogo tena kwenye wamemposti Msafi, wamemvalisha nguo za kike kiai. Unahisi ni sawa kijamii? Sasa hiyo ni mambo ya mtandaoni kutaniana. Wewe unafikiri Richi Msafi ni mchicha mwiba kweli? Kwa hiyo ni upepo tu wa mitandao kuchangamsha.